Naam. Nataka tuangalie kwa sasa hivi, unaonaje performance ya ligi yetu inavyoenda? Iko vizuri kiasi gani? Lakini pia kuna baadhi ya vitu vina lose, sehemu gani zina lose? Naweza nikasema ligi yetu imezidi kuwa bora kwa sababu ukija hata kuangalia sisi kwa upande wetu kwenye timu tumeifanya pia imekuwa bora. Sisi tumefeli kwenye yale Champions League. Tumefeli, lakini angalia pointi tulizokuwa nazo sisi, afu angalia na timu ambazo zimepita. Kwa hiyo itakuonesha jinsi gani sisi ligi yetu ilivyokuwa bora. Kwa hiyo ligi hili iweze kuwa bora na unaiona iwe bora, lazima kuna watu ambao wamefanya vitu ambavyo vinaonekana bora. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba ligi bado bora mpaka sasa. Na hizo changamoto kwa kweli sijaziona. Kama kuna changamoto basi kuna mamlaka husika ambao wanaweza kuzikizi hizo changamoto zao zikaisha. Kuna tofauti gani kati ya kucheza Young Africans na kule ulipotoka? Tunafahamu ulitoka kwenye timu ambazo hazina pressure ya mashabiki, umekuja Young Africans, ni timu ambayo inaangaliwa ndani na nje ya nchi. Vipi pressure yake una tofauti gani, na toka umetoa Young Africans kuna tofauti gani umeona? Kwanza swali lako afadhali umeniuliza hilo alafu na umejijibu mwenyewe. Timu iliyokuepo haina mashabiki wengi iliyokuepo hapo mwanzo. Sasa hivi ni timu ambayo ina mashabiki wengi. Pressure ni kubwa. Yaani pressure ni kiujumla ni kubwa. Lakini huwezi kutopambana na hizo pressure kwa sababu ndio umeshaingia katika timu kubwa. Kwa hizo pressure ni kawaida. Hizo pressure kwa upande wako unazitumia kwa namna gani? Kuna baadhi ya wachezaji ambao wakikutana na pressure kama hizo wanapotea kabisa na wengine wanabaki kwenye form zao. Wewe unaitumia vipi pressure ambayo unaipata kutoka mashabiki wa Yanga Africans? Mimi naona haina part yote katika mpira. Hiyo pressure. Katika mpira wa kwangu mimi haina part yoyote kwa sababu pressure ni pressure tu. Kwa hata mtu aje aniambie sijui atukane basi Yanga sijui anipe pressure, mimi naona ni kawaida kwa sababu lazima upate pressure ili uweze kuwa bora. Sasa uweze kuwa bora kama utakuwa na pressure. Hata wachezaji waliokuwa wengi wakubwa huko wanakuwa wana watu wengi. Hata kwenye zile mitandao ya kijamii wanapigwa pressure, lakini unaangalia jinsi ya kuisolve hiyo pressure. Kwa hiyo mimi kwangu kuisolve kwanza sisikizi, afu sijali. Nafuata kilicho nileta Yanga basi. Nipambane, nipate nafasi, nicheze kila mmoja aone. Basi hicho ndio. Yes. Last tournament kwa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, tulikuwa tunamuona Masalanga akiwa golini pale. Akabadilishana na Zuberi Foba, lakini safari hii amekosa hata call up ya kuweza kuitwa FIFA Series. Je, transfer yako kutoka Black Stars kujiunga na Dar es Salaam Young Africans huenda ikawa ni sababu ya kutoitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa cha FIFA Series? Mimi nahisi wakati natoka kile kikosi kuna mwandishi alijiuliza hili swali na mwalimu Gamondi alijibu. Yaani siwezi kumchukua Masalanga kwa wakati huu kwa sababu Masalanga hajacheza mechi. Na ni ukweli. Mimi toka nimeingia Yanga nimecheza mechi moja ya FA na Polisi hapa. Basi mimi mwalimu alivyoongea vile tu hata mimi moyo wangu mwenyewe kafanya alhamdulillah. Ina maana mwalimu alishajibu kila kitu. Naam. Kwa upande wa Masalanga anamwangalia nani kwenye career yake ya soka? Yaani kila mchezaji waga ana mtu ambaye amemtazamia. Sasa wewe kabla ya kuingia kwenye career ya goalkeeper na hivi sasa unajulikana Tanzania nzima, ulikuwa unamwangalia nani na hivi sasa nani ambaye ni role model wako kama picha yako ya kuiangalia then inakupa nguvu ya kupambana zaidi? Kwanza wakati naingia kwenye mpira mimi nilikuwa beki wakati. Nilikuwa nabutua mimi. Mimi nilikuwa nabutua sana. Lakini nilikuwa napenda tu jinsi wachezaji wa zamani mabeki walivyokuwa wanacheza. Lakini kuna watu au mtu aliyokuja akanibadilisha hiyo namba. Sasa wewe unapendeza kucheza goalkeeper. Kwa hiyo nikawa niko goalkeeper. Ni mwalimu mmoja alikuwa anaitwa Mwalimu Kakolanya. Alikuwa atoki hapa Tanzania lakini bado yuko Tanzania lakini sio Mtanzania. Yeye ndo alinibadilisha hii nafasi. Wakati huo nikiwa nacheza mpira Dodoma. Kwenye level ya beki wakati beki wa mbele. Beki wakati. Ulifika kwenye level gani ya football? Hapana, sikufika level yote. Nilikuwa tu mimi nachukua mtaani vile bana timu yetu ya mtaani njoo Masalanga beki wakati. Kwa hivyo naeleweka hivyo. Na mpaka naondoka pale Dodoma nilikuwa bado niko beki wakati. Lakini sasa mwalimu alinishauri baada ya kuondoka ndo nikaenda Morogoro. Morokidi Spurs anasema usicheze beki tena. Cheza goalkeeper. Masalanga mchezaji gani ndani ya kambi mkorofi wa nini? Hiyo sasa sio hiyo tena unaniuliza tena mimi muhusika unaniuliza tena muhusika mwenyewe.
Hao ndio watakuwa waulize hao huko. Kwa hiyo ndio mkofi. Mimi sio mkofi, yani sio mkofi mchangamfu. Mimi napenda sana. Mimi napenda kufly. Yaani wewe hata ukinichukia kufanya nini, lakini mimi napenda kufly mwenzi. Kwa hiyo ndio mwenyewe. Ndio silaha yangu kubwa. Na Masalanga, turudi kwenye lifestyle. Ni mtu wa namna gani? Mtu mmoja ambaye kwanza namwamini Mwenyezi Mungu. Na nampenda kila mtu ambaye ananisupport na yule ambaye hata anisupport. Pia nampenda. Na ni mtu mmoja ambaye nipo tu wa kawaida. Yaani simlingii mtu wala ukuti nikimdharau mtu siwezi. Ukiona nimekudharau, ujue kuna kitu ambacho umefanya mpaka mimi nimekudharau. Na turudi. Ni namna gani unaweza kuenda pressure ukiwa na forward 1v1? Na ni kitu hasa ambacho kinakuja akilini mara ya kwanza ukishakutana na striker? Ni kusave tu. Yaani usiingie golini. Yaani hata mimi nikisevia kisikio nimesha save. Wewe utajua mwenye lile golikipa eti alidaki na kwa golikipa kudaka. Mimi kusave tu. Yaani usiingie golini. Si ndio hivyo? Ili golikipa uwe mzuri, yani haujalishi. Haujalishi kwamba ile golikipa unafanyaje. Yaani wewe ni kusave. Hata mpira ukigonga hapa ukatoka nje. Mimi nimesave. Uwezo mkubwa kwa Masalanga kurusha mpira kwa mikono. Uwezo huu. Afu mimi nashangaa sana kuniambia kwamba na uwezo wa kurusha. Mimi naona sina uwezo wa kurusha. Sasa hivi nimepungua kidogo. Lakini zamani ndo nilikuwa narusha sana. Lakini hata kudaka pia, mbona msemaji Masalanga hajua kudaka? Mmekazana tu kurusha. Kitu ambacho watu wengi wanalizungumza. Ni cha utofauti. Basi huo ni uwezo tu wangu binafsi. Mwenyezi Mungu ndo kanijalia. Itachagizwa na nini lakini pengine? Mazoezi pia. Yani mimi bwana nilikuwa kuna story moja nilikuwaga nacheza mashindano ya Coca-Cola yalinikata. Japo sikucheza, lakini ndio maana nakwambia zamani nilikuwa nilirusha kutoka lile kule goli la chini kule Karume kule. Mpaka huku kulikagonga bati iliyoandikwa TFF. Ndio hapo wakanitoa, wanaambia huyu mkubwa huyu. Kumbe wala ilikuwa nini? Ndio yani zamani ndio nilikuwa narusha sana, lakini sasa hivi nimepunguza sababu sijui labda umri unaenda, sijajua. Masalanga mchezaji gani huwa anawahi sana mazoezi? Masalanga. Wewe hapa leo wa kwanza umemwona nani? Hapa uwanjani wa kwanza umemwona nani? Mimi lazima niwahi. Anachelewa? Baka. Subiri hapa. Si utamuona yuko wapi Baka? Unamuona Baka? Yuko wapi? Yule amefika muda mrefu. Sasa kumbe umeona sasa amefika muda wa kufika saa ngapi? Saa 9. Sasa hivi angalia saa yako, dakika ngapi amefika? Huyo ndo Baka. Kitu gani huwa unafurahi sana ukiwa mazoezini? Unafurahi sana mwalimu akiwa mazoezi. Kwanza mazoezi ambayo yanatolewa. Unajua huku tofauti na huko tulipotoka. Huku mazoezi sio masiala huku. Huku ndo yamezidi sana. Huku amezidi kwa sababu una level jinsi uliokuepo. Sababu hizi timu kubwa hizi lazima upate ushindi. Yaani unafanya mazoezi yani yana pia ya ziada. Kwa hiyo hivyo. Mpaka kufika sasa Masalanga na yupo kwenye uzo wa wananchi. Ni tukio gani ambalo anasema kwenye kari yangu ya soka mpaka kufika sasa hivi siwezi kulisahau? Baya au zuri? Tuanze na zuri. Kwanza kufikisha timu ya taifa. Yaani nimevunja rekodi. Nyie si mnaona kawaida huko, mimi huko Morocco nimevunja rekodi. Sasa kama nyie mtajua wenyewe rekodi gani mkatafute sasa. Mimi mwenyewe Morocco nimevunja rekodi. Kwanza hiyo ndo kitu ambacho kimenifanya nimefurahi sana. Kitu kibaya. Watu wabaya sana. Basi watu wanaongelea watu vibaya. Kitu kinakata. Kuna mtu mmoja aliongelea, sio jambo zuri kuongea kwenye media, lakini Mungu anapanga kila kitu. Na hata juzi wakati narudi kambini nilikatiwa tiketi na ndege na Yanga, nikakutana naye kwenye ndege. Ni kiongozi mkubwa, alinichafua, sikupenda. Hilo tukio ndo nalikumbuka mpaka naenda kaburini. Nitalikumbuka. Hautomsamehe. Nikiwa naliongelea kidini kwetu sisi, ukiwa naliongelea mara kwa mara, unakuwa bado hujamsamehe, si ndio? Ndio. Lakini hapo sijui nisemaje, lakini ni tukio ambalo sio zuri na siwezi kulifuta kwenye kumbukumbu yangu. Yaani hata aje nani? Yaani katika tukio langu hata utanifuta yote, lakini hiyo haliwezi kuondoka. Masalanga. Naam. Sisi waandishi wa habari wa michezo na wingi sana wa taarifa mtandaoni. Wewe unapata muda kupitia comment za wanamichezo au wachambuzi na zinawaathiri kiasi gani? Zamani bana unauliza swali zuri bana. Sikutegemea kama unaweza kuuliza hivyo. Zamani nilikuwa nasoma. Hapa zamani kidogo nilikuwa kama miezi 2-3 nilikuwa nasoma comment hizi. Lakini sasa hivi sisomi kwa sababu nimejua kwamba unapozisoma hizi comment
zinakuweka katika hali gani, sababu hali hiyo nimepitia. Wachambuzi sasa, utakuta kuna wachambuzi wanatoa zile opinion, sio fact, kwa sababu mtu akiwa anamuelezea mchezaji sio kama ni fact, anaweza akawa ameelezea tukio moja. Nyie kwenu kwa wachambuzi wa soka inachukua nafasi gani kama wachezaji kwa wanasema mchambuzi fulani wa media fulani akiwa anaongelea timu fulani anaongelea negative, kwenye kama wachezaji huwa mnachukuliaje? Yaani watu zinawauma sana. Juzi kuna mtu kaniongelea mimi afu nikaa naonesha kwenye tunaenda mazoezini tu kwa Dodoma. Nilikuwa naonesha washikaji tuko tumekaa nao nyuma kule wachezaji. Yaani unaona jinsi gani watu wanavyoumia. Yaani naongelewa mimi lakini kuna watu wanavyoumia. Da. Sasa mtu mpaka anakuongelea hivi. Eti Masalanga baada ya kusajili Masalanga ndo watu Yanga nakosa shoot on target. Kweli. Mimi hivi kweli. Yaani unajua kuna vitu vingine vya kuchekesha lakini wewe unafikiri unajisikiaje? Yaani mimi baada ya kusajiliwa Yanga ipate shoot on target mimi nafunga. Ukija kujiuliza ni maswali mengine lakini kuna watu wengine sio kama hivyo unaacha tu lakini sio vizuri. Yaani sio nzuri. Kama huwezi kuongelea kitu au huwezi kuongelea mtu bora ungenyamaza tu. Uchambuzi waachiwe watu ambao wanaweza kuchambua wakachambua vizuri. Masalanga. Naam. Save ipi ambayo unaikumbuka kwenye career yako ya soka kama unajua hii save nipiga vizuri sana? Mimi save ninazo nyingi sasa. Wakati niko Ruvu nilikuwa napiga save. Wakati niko Ruvu ndio golikipa nilikuwa na save nyingi msimu ule. Ndio nanunuliwa kutoka Ruvu naenda EF. Ambapo EF ndio ikaenda kununuliwa ikaenda Singida. Wakati huo nilikuwa napiga save kaka nyingi. Sasa siwezi kuanza kuzisemea zipi lakini save moja ambayo naikumbuka kubwa. Save ya timu yangu hii sasa hivi hapa. Ni daka penalty wao jamani mng'ang'ania kabisa penalty yake. Sijui mchezaji gani mimi simkumbuki lakini hiyo ndio save yangu bora mpaka leo. Na unakumbuka kama ile save nilivyo save nimedaka penalty kama kawaida nikarusha tukapata goli la ngapi? Ilikuwa la pili ile. La pili tukawafunga. Mshambuliaji gani ambaye alikuwa tishio kwako? Mshambuliaji. Kwa hapa kwa Mtanzania hapana mimi sijawa tishio kwa mchezo. Yaani yeye akaja mimi namuogopa yeye. Wewe hamna. Unasema kabla na wawili. Sasa hivi na kina Diaz huko kina nani wanakuja kunishambulia na hamna washambuliaji ambao. Sasa football mchezo mpira miguu imekuwa kama music. Kiwanda cha music. Imekuwa master sana. Hii kwenye lifestyle yenu inawaathiri sana inatuathiri sana. Sababu hata unashindwa hata kufanya vitu vyako vingine vya muhimu, secret issue inaitwa. Kwa unashindwa kufanya kwa sababu ya jina lako. Kila mtu sana kujua. Kaena natupa wakati mgumu lakini yote maisha kwa sababu ndio tumechagua huko hatuna budi kuyapambana nayo.